unafanya kuyaona wenzako ya kwako umeyaficha kwenye makucha, si ndio? Jaribu kufikiria mama, unayoyafanya sio kwamba wote tunalizika, wengine anatukela. Huyu ni binadamu, sio mnyama mama. Sasa nisikilize, sawa? Usiniletee sura kama tangulia Nadia, sawa? Ndio nishakukanya na iwe mwisho, sawa? Kama wewe umeshindwa kumlea huyu mtoto, sisi majirani uwezo wetu nao. Umeshanielewa? Sio kwamba huyu babake hayupo, unajue kwamba atanyanyasika kama unavyotaka wewe. Hapana, mimi siwezi kukubali wewe anashinda na njaa mimi nimwache afe. Hiyo haipendezi. Kelele. Tuna sijui kaniletea uso wako mkavu kama kisigino chenye magaga. Umesikia? Kama tena mwisho wewe leo, sawa Umenielewa wewe mzee? Haya mama mwenye sura hivyo umekuwa sasa. Nakuuliza umekuwa? Aliyekutuma ndo kalani kwa Kasimbwe ni nani? Nifanye mchakato wa kuhangaika na kukaza mjini. Nasikia mwanangu, naona kama unahangaika. Ungeacha. Mara tumeshatumia dawa nyingi, lakini mafanikio hakuna. Sasa kuumwa sikufa. Umenisikia? Mimi nina imani kabisa kwenye moyo wangu utapona. Kuumwa sikufa. Usiwaze kote. Unielewa? Wacha tu nikatafute dawa ili utumilie. Imani yangu mimi utapona. Hapana mimi. Unahangaika sana. Mpaka sasa tumeshauza mashamba mawili kwa ajili ya hiyo dawa. Kama chomba mume wangu acha tu. Hali yangu ndio hivyo. Sio kupona leo wala kesho. Sikiza mke wangu. Hayo maneno kama hayo sio maneno ya kuzungumza mbele ya watoto. Au ni maongezi ya kuzungumza ndani. Na wala usikate tamaa kwa namna hiyo. Mbona mimi nahangaika kwa ajili yako? Utapona. Usizungumzie mbele ya watoto. Mungu mimi sitapona. Mama na hali yangu inapoendelea inazidi kuwa mbaya. Utapona sijali. Acha mwanangu. Niombe mamako. Naumwa sana. Sijui kama nitapona wanangu. Niombe wanangu. Sikiza. Sikiza mkini. Hebu watoto siwaambie hivyo. Unawapa mazingira magumu kwa wao. Utawacha wawazi mambo wasio wazika kabisa. Imani yangu mimi ni kama usiongee hivyo. Nasikia. Acha tuendelee kuhangaika. Oi. Pole. Niko na ombi moja. Mungu naomba tu wewe. Ndio mume wangu watu. Hii hali ulikuwa nayo. Siwezi kufanya kitu kama hicho hata siku moja. Kwa sababu umekaa nyumbani mke wangu naumwa, afu mimi nikatafuta mke mwingine nioe. Ndio. Ni kweli mwanangu ache bado ananihitaji. Lakini kwa watu waliofikia siwezi hata kuwafulia nguo wanangu. Mume wangu. Unajua unahangaika sana. Utaniangaikia mimi au utahangaikia watoto mume wangu? Kuna mke mwingine akusaidia kuhusu majukumu ya watoto. Utahangaika mpaka lini mume wangu? Unihudumie mimi, uhudumie watoto.
Sikuelewi sasa hivi nimeona. Kuna siku ya kujalala nyumbani. Na hii hali yangu ndo kama hivyo navyoiona. Nakulala mwenyewe kweli ndani babati. Na ukirudi useme lolote kwa ulikuwa wapi. Na kazi zako mimi najua mume wangu. Ufanye kazi mpaka usiku na ukurudi wewe. Au mpaka ufanye wewe ulale huko nje urudi asubuhi. Kwa nini niweke wazi babati? Tatizo ni nini? Sikiza mke wangu. Kweli mimi nina mwanamke. Lakini siwezi kukuweka wazi mara moja kutokana na afya yako. Hebu nichukulie hivyo hivyo. Nikija nikikuweka wazi kama mimi nataka kuoa au mimi nina mwanamke, nitakuja kuzidisha matatizo. Nimeona tu bwana nifanye kitu. Ili nikuache unaishi hivyo hivyo kama hivyo. Nakupenda sana. Ungeniweka kwa wazi. Kama umeshampata, basi mfanye taratibu za ndoa. Kuliko hivyo unapolala nje bila kuniambia. Kama umeshampata mume wangu, tafuta basi watu ili muweze kufanya taratibu za ndoa. Sawa. Fanya hivyo. Lakini sikuwa tayari kwa mara moja kuweka wazi. Kwa hiyo mimi naomba unisamehe. Hilo lozungumza mimi nitajifanya. Lakini lazima kuwe na taratibu. Kwa sababu sitaki nikuumize mwenyewe wako. Na maskini. Naomba unisamehe. Nikusamehe. Walila kwangu chukua ita kwa kombozi wako mjukuu wangu. Usiogope mtoto mzuri. Tahi itakusaidia katika maisha yako. Ila mjukuu wangu, kinachotakiwa mjukuu wangu Weache. Nyayo. Shani. Changu la. Mimi sio shuleni nimepigwa kwa sababu nguo chafu. Kwa hiyo twende kanifulie. Nyayo. Ukapoa mama hapo.
Zeri, hakuweza kuweka kumfanya kazi yako msikia. Nao ndio wanasema wewe mfanyakazi wetu hapa nyumbani kwetu. Mwenyewe. Kwanza hapa soko. Hii nyumba amejenga mamangu na baba. Unasikia? Unavyosema hapa si Kinyago. Nimekusikia upumbavu wako wote unaongea. Sio leo. Hapa sio kwako wala kwa huyo mama wako alokuzaa akakutelekeza. Sio unanielewa? Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba hapa si kwako. Kwako ni huko kaburini kwa huyo mama yako. Upo? Unasemaje wewe? Utanyoa haya manywele yako haya. Unanijibisha mimi. Unanijibisha mimi nakuuliza. Sasa leo utanitambua. Twende huko. Wewe unakuwa usikii mtoto wa kike. Kwani unakuwa unielewi wewe? Kwani unielewi? Nakuuliza kwani wewe ukiambiwa jambo usikii? Sasa nakwambia hivi safari hii nakuua mpate na wako kaburini. Chanangu mimi jamani. Chanangu mimi jamani. Niwasaidie nini? Tusaidie nini? Mwanamke una haya wewe kama kumchomba. Sura imekupa mraba kwa kisigino chenye magari. Hivi utaacha nini kunileta tena chuani? Hivi umetokea wapi tena? Wewe tena leo. Umetokea wapi na polisi? Ndio mimi. Watakuja umetokea. Yaani huu mguu leo ni wako. Na sasa hivi, yaani na mdau nitakuonyesha. Na ndio itakuwa mwanzo na mwisho wa kumiliki hatima yako. Jessica. Huyu ndio mama kamba tuali. Mwanamke aliyekosa haya ala sijui vibaya. Mnajiuliza nini? Mlikuwa mnaona raha hatima tuali anaponyanyasika Leo zamu yenu na mnyamaze. Sawa? Watoto siwapendi sana. Hamna hata haya. Mlikuwa mnaona hatima chuala kila siku mmeno kivuta mashavu. So nyie. Waone sura zao zilikuwa karama. Mna roho mbaya kama mama yenu nyie. Mnamwangalia nani? Nifahamu jicho. Naomba tu. Pole mwanangu. Usijali. Sawa? Nakaela hapa kadogo. Nikanua. Sawa? Ngoja mimi niende niwawahi hapa.